Tumepata bahati ya kutembelewa na kamati ya bajeti kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, kutoka Baraza la Wawakilishi, ambao kama mnavyofahamu mradi wetu wa TASAF unatekelezwa katika pande zote mbili za muungano, Zanzibar pamoja na bara. Na kwa upande wa Zanzibar, mradi huu unaratibiwa chini ya ofisi ya makamu wa pili wa rais. Kwa hiyo wiki ijayo wanaanza vikao vya bajeti. Kwa hiyo waliona ni vizuri katika maeneo wanayoyasimamia basi waje kuangalia utekelezaji na taarifa fupi ya mradi wetu. Tumeweza kuwaeleza maendeleo ya mradi huu kwa upande wa Zanzibar kwamba tumeshughulika na walengwa takribani 53,000 karibia 54,000 ambao, lakini message kubwa ambayo tumepeleka ni kwamba mradi huu umekuwa ukitekelezwa kuanzia mwaka 2021 kipindi cha pili na unakamilika Septemba mwaka huu. Kwa hiyo tumewaeleza kwamba sasa hivi tunawaelewesha wananchi kuhusu hilo kwamba ruzuku hizi ambazo tumekuwa tunawapatia kila mwezi pamoja na shughuli nyingi ambazo wamekuwa wakifanya walengwa hawa, kwa hiyo ruzuku zile zitasitishwa kwa muda kuanzia Septemba mwaka kesho. Lakini ujumbe mkubwa ni kwamba serikali tayari iko katika maandalizi ya programu mpya ambayo tunategemea itaanza mara tu baada ya programu hii kukamilika mnamo Septemba. Kwa hiyo wananchi wawe bado na matumaini kwamba programu itaendelea tutakapokamilisha mchakato wa programu mpya, na tutakwenda kutambua walengwa ambao hawakufikiwa katika awamu hii. Kwa hiyo tutakuwa na walengwa wapya na tutaendelea na taratibu kama ambavyo mradi mpya utaandaliwa. Lakini kwa ujumla wajumbe wameshukuru na wamekiri kwamba programu hii imeleta mabadiliko makubwa kwa kaya hizi maskini kwa upande wa Zanzibar, kwa sababu zaidi ya kaya, kati ya kaya 53,000 zaidi ya kaya 9,400 zilifanyiwa tathmini na zilionekana kwamba zimeboreka kimaisha, hali zao za uchumi zimekuwa nafuu zaidi. Kwa hiyo walikoma kupata ruzuku tangu mwezi wa 7 mwaka jana. Kwa hiyo wameridhishwa na utekelezaji sana na wameipongeza TASAF kwa kazi nzuri inayofanya kwa upande wa Zanzibar, na wamesema wako tayari kuishauri Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuweza na yenyewe kusimamia vizuri mradi na kuongeza bajeti katika mradi huu kwa kipindi kipi ambacho kitaanza. Asante sana. Naitwa Manasha Hamis Juma, mwakilishi wa jimbo la Dimani, lakini mwenyekiti wa kamati hii ya bajeti, na tupo katika ziara zetu za kazi za kawaida kuelekea kwenye bajeti kuu ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Tukiwa kamati ya bajeti, tumeona ni vyema tuje kuona wenzetu na kupata taarifa kuhusu TASAF. Na kwa kweli tumepata taarifa, na moja katika taarifa za serikali kwamba mfuko huu wa maendeleo ya jamii kwa maana TASAF imeweza kusaidia kaya maskini na kuboresha miundombinu, lakini pia kuwawezesha wanakaya maskini katika mradi huu wameweza kunufaika, na moja kati ya nufaika ni Tanzania kwa ujumla ikiwemo Zanzibar. Na mradi huu kwa Zanzibar unasimamiwa katika ofisi ya makamu wa pili wa rais, na sisi kama kamati ya bajeti huwa tunaona maendeleo yake na mapendekezo, lakini na taarifa mbalimbali kuhusu TASAF. Kwa hiyo leo tumekuja kuona changamoto lakini na mafanikio, lakini mengi mafanikio kwa maana kwamba wale walengwa wa kaya maskini wamefikiwa na mradi huu na wameweza kujinasua kiuchumi. Kwa sisi kama kamati katika zile changamoto na mradi unapoelekea kumalizika, basi tulikuwa tunaiomba serikali na tutaishauri serikali kupata namna nyingine bora ili mradi uweze kuendelea na kuwanufaisha wengine zaidi na zaidi. Kwa sisi kama kamati ya bajeti tutaishauri vyema serikali hasa kuhusiana na mfuko huu wa TASAF wa maendeleo ya jamii, na kweli maendeleo yamepatikana na wananchi wamejikwamua kiuchumi kupitia mradi huu. Tunawashukuru, lakini tunaipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuona wanaweza kuwasaidia wananchi kiuchumi na kwa kupitia mradi wa TASAF. Kuna neno gani kwa TASAF? Kuna neno gani kwa TASAF kuelekea neno kwa TASAF tu waombe wazidi kupeleka mashirikiano, lakini pia kama TASAF kazi kubwa ambayo wanaifanya na jicho la serikali lipo kwao. Kwa hiyo na wao kama TASAF wazidi manake kukaa pamoja na serikali kupanga mipango madhubuti na mikakati ili mradi huu uendelevu na TASAF iweze kuendelea. Jina langu naitwa Omar Fakia Ahmad, mwakilishi wa jimbo la Pangani, lakini nimekuja hapa TASAF kama mjumbe wa kamati ya budget pamoja na kamati yangu nzima ya budget ya Baraza la Wawakilishi Zanzibar kujifunza na kuona utekelezaji wa shughuli mbalimbali za TASAF. Kwa kweli tumejifunza kwamba yale mapungufu mengi ambayo yamekuwa yakilalamikiwa kwa awamu zilizopita, mpango mpya ambao unakuja kuanzia Septemba na huko tunakoelekea, serikali imekusudia kuyaangalia na kuyaboresha ili mpango huu uweze kuwa na ufanisi zaidi. Kwa mfano, kulikuwa kuna malalamiko kuhusiana na ule mwongozo wa wale wanufaika wa TASAF, wakiwemo viongozi ambao ni wa hali ya chini, ambao ni maskini, lakini miongozo iliyopita ilikuwa haiwaruhusu. Sasa hivi tumeambiwa kwamba mwongozo mpya unawaruhusu viongozi wa chini ambao sio wa kuteuliwa, ambao hawana mishahara, kuingia katika mpango wa TASAF. Lakini kilichonifurahisha pia ni mpango wa TASAF wa kuhakikisha kwamba wanashirikiana na bodi za elimu ya juu za Zanzibar na Tanzania kuhakikisha kwamba vijana na wanafunzi wanaotoka kaya maskini hawapati shida kwenye mpango wa malipo pale ambapo wamepata recommendation au wamependekezwa na TASAF au wametokea kaya maskini. Kwa hiyo tunashukuru kwamba mpango unaofuata kuanzia Septemba utakuwa bora, tunatarajia utakuwa na ufanisi zaidi kuliko mpango uliopita.